Askari polisi kuchunguzwa kuhusu sakata la Mdude. Waziri Ulega ahidi ujenzi zaidi. Rais Dr. Samia kuzindua daraja la JPM. Aliyeandika siku za kitima za hesabika atiwa mbaroni. Hujambo na karibu mtazamaji wa Fadhakir TV katika chai ya asubuhi kutoka Fadhakir TV, ambapo tutakwenda kuangazia yale yote yaliyojiri kwa siku hii ya leo. Aidha tutakwenda kuangazia magazeti yaliyojiri kwa siku hii ya leo. Langu jina ni Fikiri Ali, sitakuwa peke yangu lakini nitakuwa na Said Hassan ama almaarufu Abu Ammari. Inunue pepo yako kwa mali alizokujalia Allah. Changia sasa Fadhakir TV kwa ajili ya dini yako. Unaweza kuchangia kupitia M-Pesa namba 0755848508, Tigo Pesa namba 0718820808, Airtel Money namba 0698313968. Kumbuka, jina ni Fadhakir TV. Hakika ukumbusho unawafaa wenye kuamini. Mungu akubariki sana. Moja kwa moja gazeti la Mwananchi laandika uhusiano wa polisi raia wazua hofu. Wananchi waishtumu kwa kukithiri matukio ya utekaji, watu kushambuliwa huku uchunguzi ukibaki sintofahamu. Wadau wataka hatua za haraka, wataja umuhimu wa polisi kwa usalama wa raia. Habari hii utaweza kuipata ukurasa wa 4. Katika habari picha ikionyesha waliotekwa, tunamwona Soka, Mdude na kibao. Kwa upande wangu nina gazeti la Majira ndio liko hapa mbele yangu. Gazeti la Majira lasema ujenzi ni bajeti ya kazi na utu 2025-2026. Waziri Ulega ahidi ujenzi zaidi. Rais Dr. Samia kuzindua daraja la JPM. Makandarasi wazawa kicheko. Miji 200 kumulikwa taa. Usumbufu kwenye mizani wapata dawa. Kwenye habari picha tunaona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa na naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wafalme wa za Kiarabu UAE Abdullah bin Zaid Al Nahyan, wakishuhudia utoaji saini wa hati ya makubaliano baina ya Wizara ya Afya na Wizara ya Mambo ya Nje ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kuhusu uwezeshaji wa ujenzi wa hospitali ya The Emirate Tanzania Bukoba mkoani Kagera. Utoaji huu wa saini umefanyika jana Ikulu jijini Dar es Salaam. Habari hii utaipata ukurasa wa 4 katika gazeti hili la Majira. Na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii laandika neema ujenzi. Fedha kwa ajili ya Wizara ya Ujenzi zimeongezeka kwa asilimia 28.87 kwa mwaka 2025 mwaka 2026 kutoka shilingi trilioni 1.77 mwaka 2024 mwaka 2025 hadi shilingi trilioni 2.28. Habari hii utaweza kuipata ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Kipaumbele kingine ni utekelezaji wa miradi ya usalama barabarani, ikiwamo kujenga mezani, kusanifu na kujenga barabara za michepuo, pamoja na kuendelea na mapitio ya sera, miongozo na mifumo. Kwa siku ya leo mtazamaji wa Fadhakir TV, ni magazeti ambayo tumeweza kuyapitia. Tumeweza kuangazia gazeti la Mwananchi, tumeweza kuangazia gazeti la Majira, gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tunakwenda kwenye mada ambayo ipo mezani kwa siku hii ya leo. Je, wewe ni mfanyabiashara na unatamani kuongeza viwango vya mauzo katika biashara yako? Usijali. Karibu Fadhakir TV. Tukutangazie na tukukuzie biashara yako. Sisi ni wataalamu wa matangazo ya sauti na video. Pia tuna maelfu ya wafuasi katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Hivyo tegemea wateja wengi ukifanya matangazo pamoja nasi. Je, ungependa kufanya matangazo na sisi? Karibu
Karibu tukutangazie biashara yako. Tuna bonge la ofa. Gharama zetu ni nafuu na salama kwa watu wote. Tupigie simu namba 0718820808. Nyote mnakaribishwa. Shukrani mtazamaji wa Fadhakir TV, tunaendelea na mada ambayo iko mezani kwa siku hii ya leo, na mada yetu ya leo ni umuhimu wa vijana katika Uislamu. Umuhimu wa vijana katika Uislamu. Tunapozungumzia kijana, kwanza mtazamaji wanda anapenda kufahamu kijana ni yupi hasa? Kwanza aidha kijana ni mwanamke na mwanaume ama kijana ni mwanaume tu? Kijana hapa inaingia katika pande zote mbili. Upande wa mwanaume na mwanamke. Lakini mara nyingi sana wanapozungumza vijana inakusudia upande wa wanaume. Ndio. Ndipo nakusudia sana, lakini wanaingia pande zote mbili. Ndio. Kwa hiyo tukiangalia hata zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulikuwa na vijana upande wa wanaume ambao walishika dini. Ndio. Lakini pia hata kwa upande wa wanawake wapo ambao walikuwa na umri mdogo lakini walishika dini. Tukiangalia pia Bibi Aisha, alikuwa na umri mdogo lakini alishika vizuri dini. Kwa hiyo tunaangalia, lakini hapa mazungumzo hapa yatagusa sana kwa upande wa vijana wa kiume. Ndio. Umuhimu wa vijana katika Uislamu ni mkubwa sana. Ndio. Kwani vijana ni nguzo muhimu ya jamii na mustakabali wa umma wa Kiislamu. Hapa chini tutaeleza baadhi ya mambo yanayoonyesha umuhimu wao. Ndio. Miongoni mwa hayo mambo muhimu ya vijana, kwanza wao ni nguvu ya muda. Kwanza ni nguvu na muda wa kujifunza na kutekeleza dini. Yaani umri wa ujana ndio umri ambao wenye nguvu na ndio muda ambao wa kujifunza na kutekeleza dini katika umri wa ujana. Kwa hiyo mtu akishafikia umri wa uzee unakuja mtu anarudi katika hali kama ya utoto tena. Lakini umri wa ujana ndio umri ambao wenye nguvu na umri ambao wa kuweza kuitekeleza misingi ile ya dini kwa uzuri kabisa na kuweza kuifanyia kazi. Ndio hapo mabadiliko yoyote katika jamii, hata jamii yoyote, basi katika umri wa ujana basi ndio unaweza kufanya majambo. Ambapo hapa umri unaanzia miaka mingapi ili mtazamaji afahamu hilo? Mara nyingi katika umri ambao wa ujana, sisi tunaweza kusema ni kuanzia miaka 25 na kuendelea. Lakini katika Qur'ani Mwenyezi Mungu ameweka katika umri ambao yani kwa mfano mitume wote walipewa ule umri ambao umetimia, basi walipewa na umri wa miaka 40. Kwa mfano nasema falamma balagha ashuddahu wastawa, pindi alipofikia Nabii Musa na pindi alipofikia umri wake na akakaa, basi wakampa hukumu na hekima. Kwa hiyo umri wa miaka 40 ndipo umri ambao unapata yani kutimia ule umri wa ujana kabisa. Lakini pia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angalia katika umri ambao ametekeleza, amepewa utume, amepewa akiwa na miaka 40. Kwa hiyo kikomo cha ujana ni miaka 40. Yani hapo ndo sio kikomo. Hapo ndo umri wa ujana uliotimia kabisa. Kwa hiyo kuanzia miaka 25 kuendelea mpaka 40 yake amekamilika kabisa. Tuliweke sawa hili Maalim kabla ya kuendelea mbele, nachomekea kidogo kwa sababu ukiangazia leo tunaona mitandaoni huko unamkuta mtu ana umri mkubwa anajiita yeye ni mtoto wa 2000. Sasa hawa jaribu kuwaweka sawa watazamaji waelewe. Mtu mzima kweli kweli anakuambia yeye ni mtoto wa 2000 na anahitaji aitwe yeye ni mtoto wa 2000. Na kuitwa mtoto wa 2000 maana hapa ndo kuna ile tunaangalia kuna watu ambao ni watu wakubwa lakini akili zao ziko za utoto. Sasa
Kwa sasa hivi ukisikia mtoto wa 2000 ni watu wa ovyo ovyo, yani vijana ovyo ovyo. Kwa hiyo na yeye sasa anajiona kwamba kwa mambo yake manake yana utoto mwingi na nini, kwa hiyo anataka ajiweke sawa na wale nani watu wale wa 2000 manake kuanzia umri wa watu kuanzia 2000 na kuendelea hapa ni watu ambao vijana ambao wamekuwa na mambo ya kidigitali sana na mambo ya sasa. Manake mtu akijiweka katika kwamba yeye ni mtu mzima lakini anajisema yeye ni mtoto wa 2000, manake anataka awepo katika kundi la watu ambao ni wa hovyo hovyo, watu wa hovyo hovyo. Tunaendelea. Kwa hiyo vijana kwamba ni umri wa ujana ni umri wa nguvu na umri wa kutekeleza kujifunza kutekeleza dini. Vijana huwa na nguvu, akili timamu na muda wa kutosha kujifunza dini, kushiriki katika ibada na kufanya kazi ya da'wa na kueneza Uislamu. Ndio. Tukaangalia kwamba tunasema ujana mpaka 40 maana yake anakuwa ametimia timamu kabisa. Ndio. Lakini mara nyingi kuanzia miaka huko sasa tunasema miaka 18. Lakini kwa Uislamu ni mtu atakapofikia umri ule wa baligh tayari ameshaanza kuingia umri wa ujana. Ameshaanza kuingia umri wa ujana, kwa hiyo hapo anaweza manake anakuwa ana fursa kubwa sana ya kufanya mambo ya hovyo ama kufanya mambo yaliokuwa na msingi katika jamii. Ndio. Kwa hiyo kuna mifano ya vijana wenye msimamo imara katika historia ya Uislamu. Katika historia ya Uislamu vijana kama Ali ibn Abi Talib, Usama bin Zaidi, Mus'ab bin Umair na wengine walikuwa mstari wa mbele katika kutetea Uislamu na kueneza ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hao walikuwa na umri mdogo, ni umri mdogo lakini ndio umri ambao walikuwa wanautekeleza sana ule Uislamu wao na ndio walikuwa ni fursa kubwa ya kutetea Uislamu wao. Tukaangalia Umar ibn al-Khattab, yani tukaangalia ule umri wa ujana, yani tokea ujana wake yeye kutokana na ule ubabe ndio alikuwa anafahamika kutokana na zile nguna anaogopeka. Kwa hiyo ni umri ambao una mtu anaogopeka ama anaogopeka katika zile akiwa na mbabe nini au mtu wa vurugu, ni umri ule wa ujana. Lakini umri huo akiwa ni mtekelezaji wa dini kwa sawasawa, basi ni umri ambao utamfanya huyu awe na heshima kubwa sana mbele za watu. Na vijana pia ni wenye mabadiliko. Vijana wanaweza kuleta mageuzi chanya katika jamii wakiongozwa na mafundisho sahihi ya Kiislamu. Kwa hiyo katika kuleta mabadiliko ya dini, maana yake wanatakiwa walete mabadiliko kwa kufuata ule mwongozo sahihi wa dini ya Kiislamu. Uislamu unawataka vijana wawe mfano wa kuigwa katika maadili, nidhamu pamoja na ibada. Kwa hiyo tunaangalia kwamba mtu atakapokuwa utekelezaji wake mzuri wa ibada katika umri wa ujana, hata pale atakapofikia umri wa kudhoofika, yani uzee, ikawa kuna baadhi ya vitu anashindwa kuvitekeleza, basi Mwenyezi Mungu atamlipa ujira mkubwa, kwa sababu katika umri wake wa ujana alikuwa akitekeleza vizuri katika yale mambo. Kwa hiyo hii inaonyesha ni kwamba umri wa ujana ni umri wa kujitahidi sana na umri wa kuleta mageuzi makubwa au mageuzi chanya katika jamii, wakiongozwa na mafundisho sahihi ya Uislamu. Lakini pia katika miongoni mwa mambo ambayo yanaonyesha umuhimu wa vijana ni kumbukumbu ya vijana katika Qur'ani na hadithi. Allah Subhanahu wa Ta'ala amewataja vijana, kwa mfano Ashabul Kahfi walikuwa ni vijana, watu wa pangoni wale, kama vijana walioamini, wale ambao walimwamini Mola wao na kupewa uongofu. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hakika Mola wako atavumilia kuhesabu kijana aliyeelekea katika ibada yake. Hadithi sahihi. Kwa hiyo tunaona kwamba vijana wale wa Ashabul Kahfi walikuwa ni vijana, waliamua kushika msimamo, na msimamo wao kutokana na kushika ulileta mageuzi
kwamba watu walipata kufahamu haki kwa wale vijana kuamua kushika. Kwa hiyo msimamo wao walioshika basi ule waliamua bwana sisi hatutaki kwenda na batili. Wakaamua kwenda kujitenga na ile batili na kwa ibada za kishaitani za kuabudu masanamu, wakaamua kushika mwongozo wa uliokuwa sahihi. Ndiyo. Kwa hiyo vijana ni pia msingi na mustakabali wa umma. Ndiyo. Umma wote huimarika au kudhoofika kulingana na hali ya vijana wake. Ndiyo. Kwa hivyo Uislamu unawataka vijana wajihifadhi na maovu. Ndiyo. Kwa hiyo umma wote ili uweze kuimarika ule umma, Ndiyo. basi unatarajia ama uweze kuimarika kwake ama kudhoofika kwake, basi inalingana na hali ya vijana wake. Ndiyo. Kwa katika usimamizi wa kila jambo basi vijana wakaa vizuri. Wazee wao ni kwa sababu wamekuwa muda mrefu ni wanakuwa ni wa kutoa ushauri kwamba hivi na hivi, lakini utekelezaji mkubwa unakuwa kwa vijana. Kwa hiyo Uislamu unawataka vijana waweze kujihifadhi na maovu, waache maovu kama vile wajiepushe na zinaa, wajiepushe na mihadharati, mambo ya madawa ya kulevya, na pia wasimamie masuala yaliyokuwa ya haki. Ya haki. Hitimisho, vijana ni hazina ya Uislamu. Vijana ni hazina ya Uislamu. Ndio. Na jamii kwa ujumla. Na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo vijana ni hazina, Uislamu hazina yake ni vijana. Ndiyo. Lakini pia jamii pia inahitaji vijana. Ndiyo. Kwa hiyo jamii yote ikikosa vijana, maana yake huwezi kufanya mambo yaliyokuwa sawa, kwa sababu wao ndo watekelezaji. Tukiangalia hata mambo ya ujenzi na nini, wenye nguvu basi hizo kazi wanafanya vijana. Unaweza kumchukua mzee na miaka 80 na ngapi akafanya kazi ya kubeba zege, hawezi atadondoka na ndoo ya zege. Kwa hiyo vijana ni hazina ya Uislamu, lakini pia na kwa jamii kwa ujumla pia inahitajia vijana. Wakiweka katika mazingira mazuri ya kiimani na kielimu, wanaweza kuwa viongozi bora wa leo na kesho. Yani vijana ni hazina ya Uislamu pale ambapo wanawekwa katika mazingira bora ya kielimu. Kwa hiyo wakiwekwa mazingira bora ya kielimu, wanaweza kuwa viongozi wa leo na kesho. Hapa ni kielimu na kiimani. Kwa hiyo sababu unaweza kuwapa elimu lakini imani, kwa hiyo hao watakuwa viongozi, lakini viongozi walikuwa wa ovyo. Tunaona katika baadhi ya maeneo kuna viongozi wengi wamekaa viongozi lakini wanafanya mambo ya ovyo. Kudhulumu kwao wanaona ni jambo la kawaida. Kwa sababu imani hamna. Wamepata tu elimu ya yale mambo lakini hawajapata imani. Kwa hiyo vijana wale wakijengwa kwa misingi ya kiimani mizuri ya kiimani na misingi ya kielimu, basi watakuwa viongozi waliokuwa bora kabisa. Kama Mtume SAW alivyowajenga maswahaba, wao aliwajenga katika misingi ya kiimani na misingi mizuri ya kielimu. Kwa hiyo wakawa viongozi bora, mpaka leo ukiwataja maswahaba unasema radhiyallahu anhu, wameridhiwa na Mwenyezi Mungu kutokana walikuwa na imani lakini pia walikuwa na elimu. Kabla ya kusema kwa heri mtazamaji wa Fadhakir TV, nasaha zako ama ujumbe wako wa leo ni upi? Nasaha zangu kwa umma wa Kiislamu, hasa vijana, wajitahidi kushika misingi ya Kiislamu. Misingi ya Kiislamu. Leo hii vijana wanaona kwamba bwana mimi nasubiri kwanza nile kwanza nini ule ujana, alafu kisha baada ya hapo nikishafikia uzee ndo nitaanza kufanya ibada ama kushika misingi ya dini. Hii haipo. Kwa sababu hakuna anayejua siku gani atakufa. Siku imejificha. Kwa sababu tunaona siku zote kuna vijana wanakufa, watoto na nini. Sasa ukisha kufa wewe kule kwa Allah hata kuambia bwana, kwa sababu ulikuwa kijana ulikuwa unasubiria kufikia uzee, ulikuwa unataka kufanya ibada, kwa hiyo nakusamea. Hapana. Pale pale ulikufa aliyakuwa hujatekeleza ibada, Mwenyezi Mungu anakupeleka katika katika adhabu. Kwa hiyo vijana wajiepushe na maovu, lakini pia waachane na zile habari kwamba ukionekana umeshika sana mambo ya dini basi utaonekana unajizeesha. Kwa mfano unajizeesha. Hapana.
Huu ndo ujanja. Yani ujanja wa ujana, mtu kijana mjanja ni yule ambaye ameshika jamii yake, mambo ya kijamii, lakini dini yake pia iko vizuri. Huyo ndo mjanja. Lakini ujanja sio kuonekana wewe umevaa nani ovyo, umenyoa minyoa ya ovyo, alafu katika dini, yani unajua sana mambo ya kidunia lakini dini hufahamu chochote. Huu sio ujanja. Kwa ujanja ni kufahamu mambo ya dini. Kisahihi hapo wewe ndo unaonekana kijana ambaye mwenye busara. Kwa hiyo nasaha zangu kwa vijana warejee katika misingi ya dini, waweze kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu ili waweze kupata salama ya maisha haya duniani na huko akhera. Akimalizia ya kwamba vijana wanatakiwa kurejea katika misingi ya dini. Mpaka kufikia hapa mtazamaji, niseme hatuna la ziada. Langu jina ni Fikiri bin Ali, nikiwa na ndugu yangu Abu Amari. Niseme ya kwamba masalam fi amanillah, ubaki ukiwa na siku njema. Fadhakir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir.